Hello. Good morning. Morning. Wema wa Bwana u pamoja nasi asubuhi ya leo, tukienda kuhubiri na kunena kuhusu the faith of the cross. Yeah, wĩtĩkio wa mũtharaba. Nilikuja kutambua ya kwamba ndani ya msalaba kuna nguvu na kuna imani. Ndani ya msalaba kuna nguvu na kuna imani. So wakati ninaponena kuhusu imani ya msalaba, ni kuonyesha ya kwamba msalaba, sababu huo msalaba ni kazi ya Kristo Yesu. Ninanena kuhusu hiyo kazi iliyofanyika katika msalaba wa Kristo, kulingana na vile Kristo Yesu alipokufa msalabani, akazikwa na akafufuka siku ya tatu na akaleta uzima kwa watu. So ninashukuru Bwana sana wakati ninaponena hayo, nikijua ya kwamba katika ulimwengu mambo kama haya inaonekananga sana ni ya kijinga, lakini ina uwezo mkuu na nguvu nyingi na ina ukamilifu wote ndani ya neno la Bwana. Bwana asifiwe. So ninashukuru leo sikuweza kuingia morning, lakini niliweza kuwa na dakika kidogo, nikaona hiyo dakika sitaweza kuhubiri, na nikaweza kuingia kwa mambo kidogo, sababu nilikuwa nimesukumwa sana na kuombea watu, na nikaona ni vyema halafu ndio niweze kuhubiri masaa ile nitakuwa na nafasi masaa kama hii, sababu hiyo asubuhi nilikuwa na mambo mengine, ilikuwa imenikibisa kidogo. Nikaona kwanza niweze kuomba, nikiomba sababu kuna watu wanahitaji maombi. Walifanya niweze kuomba asubuhi, nikiwaombea hata kama tulikuwa tumeombeana one on one. Nikaona ni vyema kuna watu wako katika nafasi kama hiyo ama hali kama hiyo, niweze kuomba ni kwa ajili yao, na ndio wao waweze kupokea kibali hicho kulingana na uwezo wa Mungu wetu. So ninashukuru Bwana sana asubuhi ya leo, nikienda kunena tu kidogo kuhusu msalaba wa Kristo, vile uliweza kutupa nguvu na mamlaka kwa wale wote wanaoamini. Kwa watu wote wanaoamini wanafunguliwa kupitia huo msalaba. So nataka tushukuru Bwana kwa dakika moja, alafu tuweze kuingia kwa neno. Bwana wetu Yesu Kristo, ninakushukuru na ninakuinua. Wewe uliweza kusulubishwa msalabani, na ndani ya ile msalaba tukaweza kuwa na imani ndani yake, na ile imani ikatufufua kutokana na kifo kile Kristo ulipokufa msalabani. Tunanena utukufu na nguvu na mamlaka yale yanenao uzima wa milele katika maisha ya mwanadamu. Mwanadamu yule alikuwa amekufa, lakini ukampa kibali kikuu sana cha kuitwa mwana wa Mungu kupitia imani katika msalaba. Ninakushukuru wewe Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu uwezo wote na nguvu zote zinatoka kwako. Umemfufua mwanadamu kutokana na hali ya kifo
ndio aweze kuitanishwa pamoja nawe, na si kuitanishwa tu, ni aweze kuwa mwanao katika maisha yake yote, aweze kuamini ya kwamba kazi yote uliyoitenda uliitenda kwa ajili yake. Asanti Bwana, sisi ndio wale wanadamu wale waliokuwa wa ulimwengu, walikuwa wamepagawa na nguvu za giza na mapepo machafu, lakini Yesu Kristo wakati ulipokuja ulimwenguni na ukauvaa mwili wa mwanadamu, ulitulidimu kutoka kwa hizo zote na tukaweza kuwa wakamilifu kulingana na vile wewe upendavyo. Jina lako litukuzwe Baba yangu, jina lako liinuliwe Mfalme. Ni kwa neema yako Bwana sisi tumeitwa wakamilifu. Ni kwa neema yako Bwana huruma zako zimetufikia mpaka tukapona magonjwa makali yalikuwa ndani ya miili yetu. Wema wako umetufikia Bwana, majina yetu Bwana Jehova Jireh ikajulikana kwako ya kwamba sisi tumekabilishwa na kazi ile Kristo Yesu aliyoifanya, si kwa nguvu zetu wala mamlaka yetu, ila Bwana wetu Yesu Kristo ni kwa uwezo wako. Neema yako Bwana Jehova Jireh imewafikia watu wengi karibu na mbali, Mfalme, wale wote wanaamini na wale wote wataamini. Rashiki Talimasiti, na wote walioamini wakafa ama wakarara wakiwa ndani ya ule msalaba, walilala wakiwa tu wanao, ni kwa sababu uliwawezesha kuelewa na kutambua. Ninaomba revelation knowledge, ninaomba wisdom knowledge, tuweze kuipokea ndani ya neno lako wakati wote tunapo lisoma neno na kulifundisha, tuweze kutambua yale imefichwa ndani ya hiyo neno. Ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh, pasipo hayo neno lako haliwezi tambulika na mwanadamu. Ni wewe muweza yote na ni wewe mwenye nguvu zote. Ninakutukuza na ninakuinua. Likotese mali angrabatesete. Latisete didai considerate. Pariadazite didai fana. Nayo mahitaji yote wanatamani kupokea, inajua mikono yao imefunguliwa, mawazo yao imefunguliwa, mioyo yao imefunguliwa, milango yao imefunguliwa, waweze kupokea utajiri wote wa rohoni na waweze kupokea mali ya ulimwengu ile Bwana Jehova Jireh itakaosaidia kazi yako iweze kuendelea na kuenea mahali popote pale inayohitajika, na kuinua na kutukuza wewe Mungu Baba mwenye hekima na mwenye utukufu. Na ni katika jina lako Yesu Kristo, Roho Mtakatifu atatusaidia. Roho wako Mtakatifu Bwana Jehova Jireh atanena ndani yetu. Roho wako Mtakatifu atafungua watu wengi. Roho wako Mtakatifu atafanya watu wengi waweze kuwa na viva ndani ya hiyo neno. Bwana wetu Yesu Kristo, hakuna aliye kama wewe na hakuna mwingine tunafaa kuinua isipokuwa tu ni wewe Baba wetu. Na katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Haleluya. Ninashukuru wewe Bwana kwa mkono wako na kwa nguvu zako. Nataka tuweze kuingia katika neno na tunalisoma neno la Bwana katika kitabu ya 1 Corinthians 1:18, tukiyatambulisha yale Bwana ametupa siku ya leo. Tuweze kuyazungumzia tu kwa dakika kidogo, alafu tuweze kuingia kwa fellowship ile iko mbele yetu. Na ninanena kuhusu 1 Corinthians 1:18 nikiwa ninazungumzia kuhusu the faith of the cross, imani ya msalaba. Bwana asifiwe. Na nilikuja kutambua ya kwamba imani iliyo ndani ya msalaba inafanya mwanadamu ama power iliyo ndani ya msalaba inafanya mwanadamu aweze kuwa na imani. Nguvu ile iko ndani ya msalaba inazaa imani
ndani ya maisha ya mwanadamu. Na mwanadamu yule ninanena juu yake ni yule mtu amekubali kuelewa juu ya kufa kwa Yesu, kuzikwa kwa Yesu na kufufuka kwa Yesu. Yesu Kristo kusulubishwa kwake, hakusulubishwa tu ati asulubishwe, na tena hakusulubishwa kama mwizi, hakusulubishwa kama muuaji, sio kuwa alikuwa ameua, sio mwizi alikuwa amefanya, sio dhambi yoyote ile alikuwa ameifanya ulimwenguni. Yeye, maandiko inatuambia ya kwamba yeye Kristo alitoka mbinguni, na yeye ndiye alikuwa Mungu, na yeye ndiye Mungu hata sasa, na yeye ndiye atamalizia kuwa Mungu. Kutoka mwanzo amekuwa Mungu wetu, mfalme wetu. Sasa wakati ninapolisoma neno, ninajua na ninatambua ya kwamba Yesu Kristo yule alikuja ulimwenguni ndio atufie. Sisi tulikuwa wenye dhambi kutokana na Ephesians 2:1. Sisi tulikuwa wafu ni kwa sababu ya dhambi zetu, na tukawa wenye dhambi, na ni ile dhambi haikuge kuwa mtu yeyote ulimwenguni wa kuweza kumfungua mwanadamu ndio mwanadamu aweze kuwa mkamilifu. Mungu, Adamu alikuwako, lakini hakumfungua mwanadamu. Shinda aliingiza sana mwanadamu katika hali ya uovu. Moses alikuwako, hakuweza kumfungua mwanadamu. Badala ya kumfungua, alimpatia sheria yenye ilikuwa mzito sana, kulingana na Ezekiel 20:25 ya kwamba nimewapa sheria yenye hawangeweza kuifanya nini. Wacha nisome tu kidogo please, hata kama sijasoma Corinthians, nipe nafasi tu niweze kuisoma na Kiswahili. Acha nichukue Biblia ya Kiswahili niweze kuisoma katika kitabu ya Ezekiel. Katika kitabu ya Ezekiel Ezekiel 20 Ezekiel 20 inasema 20:25 inasema ya kwamba tena aliwapa amri zisizokuwa njema na hukumu ambazo hawangeweza kuishi kwazo. Kwa hivyo ile sheria Musa aliwapa wanadamu ilikuwa hata wakijaribu namna gani hawataweza kuitimiza, wala hata kuishi ndani yake ilikuwa gumu. Abraham alikuwako tu, baba wa taifa alikuwako, lakini neno la Bwana linatuambia kwamba Abraham, baba wa imani, wakati ule aliitwa na akaambiwa yule mtoto utakao mzaa atatoka ndani yako pamoja na mtatasa na Sara, alikosoa hiyo imani, akaipinda ile imani, akazaa Ismail na mjakazi. Yule kijana tunasikia alikuwa anaitwa Ismail. Kwa hivyo unakumbuka naye Adam and Eve walikula tunda. So nayo neno likasema ya kwamba kutoka kwa Adam
mpaka kwa Musa, watu walitawaliwa na kifo. Na kwa hivyo watu walitawaliwa na kifo kutoka wakati wa Adam mpaka wa Moses, mpaka wakati ule Kristo Yesu alipokuja ulimwenguni. Ndio kile kifo kilikuwa kinatawalia ulimwengu kutoka wakati wa Adam to wakati wa Moses, kiliondolewa na Kristo. Kristo akaondoa kifo, akauleta uzima ulimwenguni mwote, akavunika na uzima wake, sababu yeye ndiye alikuwa neno. Neno lilikuwa ndani yake. Bwana asifiwe. Na yeye ndiye alikuwa kwa neno, yani in the beginning. Bwana asifiwe. Kutoka mwanzo neno linanifurahisha sana. Linatuambia vizuri kabisa kwamba in the beginning was the word. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ikasemaje na Kiswahili? Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Na Batu akasema yani alikuwako na Mungu, alikuwa Mungu. The same was in the beginning with God. Hallelujah. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. Ate vyote vilifanyika kwa yeye. Tunamzungumzia nani? Christ. Yule alikuja baada ya kifo kile kilikuwa kinaotawala katika kutoka wakati wa Adam mpaka wakati wa Moses. Au watu nimewataja na kila mtu kajabu kale kadogo tu nimetaja alikalifanya wakose kuyatimiza mawazo na mausia ya Bwana katika ulimwengu, ya kufanya nini? Ya kumfanya mwanadamu atoke katika hali ya utumwa, ama hali ya dhambi, ama hali ya kifo. Neno linasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hivyo kumpitia yeye yule aliyekuja nyuma ya Moses, yeye yule aliyekuja nyuma ya Torati na sheria, na ndiye Christ. Wakati alipokuja alisulubishwa msalabani. Neno linasemaje? In him was life, and the life was the light of men. So ni nani alikuja na nuru? Christ yeye ndiye aliuleta ulimwenguni nuru ile iliyowaka ndani ya mioyo ya watu. Yeye hakuleta mwanga, yeye alileta nuru. And the light shined in darkness. Darkness ni nini? Darkness ni wacha niseme hivyo kwanza. Darkness ilikuwa wapi? Darkness ilikuwa imefunika mioyo ya watu. Darkness ilikuwa imefunika mioyo ya watu. Na ndio maandiko inatuambia from the time of Adam to the time of Moses, watu walikuwa wanatawaliwa na nini? Na darkness, death. Yes, death ndio ilikuwa inatembea
katika ulimwengu, na hiyo giza ni kifo. Kwa hivyo wakati Christ alipokuja akiwa mfano wa light, Biblia inasema, neno inasema ya kwamba and the light shined in darkness and the darkness comprehended it not. Kwa hivyo wakati tu nuru alikuja, nuru ni mtu, is a person. Wakati tu nuru alikuja, giza aliondoka automatically. Mara moja giza aliondoka. Bwana asifiwe. Giza aliondoka kwa sababu giza na nuru hasingeweza kukaa pamoja. Kristo na Shetani hawangekaa mahali pamoja. Giza alikuwa amejishikia ulimwengu, alikuwa amejishikia mwanadamu na akawa wake. Lakini neno linaniambia giza ile ilikuwa imetanda from Adam to Moses. Neno linaniambia wakati tu nuru alikuja, ile giza iliondoka mara moja. Yule mwovu Shetani alikuwa ananyanyasa watu maisha yao, akaondoka sababu hawangekaa pamoja na nuru. Bwana asifiwe. Ninanenea ulimwengu mzima siku ya leo nikisema ya kwamba ulimwengu hauna giza, sababu yule giza alikuwa ametanda ulimwenguni, the devil. Neno linatuambia kwamba alitoweka mara moja wakati nuru aliingia. Nuru inasimamia Christ, the Son of God, yule aliyekuja kufa. Giza inasimamia Satan, yule alikuwa amenyanyasa watu, their life, their happiness, their joy, akaondoka. Bwana asifiwe. Namba, tukistoka hapo tuingie namba hapo tu. Wacha kwa sababu sikuwa nimeifungua, lakini ni John. John 1. Akasema, nitamsoma kwa neno, fungua pamoja nami katika hiyo John 1. Tumeisoma 1 2 3 4 5, alafu tutasoma sasa mstari wa 9. That was the true light, which lighted every man that cometh into the world. Ate ile nuru inawaka juu ya kila mwanadamu anayeishi katika ulimwengu. Kulikuwako nuru halisi, amtiae nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Kila mtu akija katika ulimwengu, yule nuru alikuwa anampatia light. Bwana asifiwe. Na sorry kusema hivi, sio tu ate kwa sababu umekuja ulimwenguni umepokea yule light. Light anakubalishwa. Light sio tu kumpokea vile unavyofikiria wala unataka. Light anapokelewa namna gani? Light anapokelewa na njia moja tu. When you believe the work of the cross. When you believe the work of the cross. Bwana asifiwe. Wakati wote utakuwa na imani, faith of the cross, hiyo imani, hiyo nguvu iliyo msalabani itakufanyia kazi.
Nguvu ni nani? Nguvu ndiye huyo anaitwa right. Nguvu ndiye huyo Christ, yule aliyesulubishwa katika msalaba. Kuna namba hapa 11. He cometh unto his own, and his own received him not. Tuteremke. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Atebali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake. Hiyo aliwapa wale wote waliomwamini, bali waliompokea. Kumpokea ni kumwamini. Wale wote waliomwamini aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Aliwapa uwezo. Haleluya. Kwa hivyo ndio nimekwambia, si kusoma tu neno la Bwana na kufikiria hivyo umelisoma ndivyo litafanya. Hapana. Kuna kazi, kuna jambo, kuna jukumu katika hiyo neno pande yako. Sababu neno linasema ni yeyote yule atakaye amini. Sio tu kupokea hiyo imani, hiyo power kwa sababu umesikia. Kuna kazi utakaofanyia hiyo imani ndio iweze kuwa kamilifu ndani yako, maishani mwako, moyoni mwako, katika akili yako. Sababu wakati ule uwezo wa kukufanya kuwa mwana wa Mungu, haleluya, ule uwezo wa kukufanya kuwa mwana wa Mungu inaleta nini? Inafanya wewe uweze kubadilishika mawazo yako. Inafanya mawazo yako iweze kubadilika. Ile njia mawazo yako ilikuwa inaenda nayo, mara moja it turns. Inageuka. Inaacha kufuata njia ya kwanza. Ile ilikuwa imejaa giza. Ile ilikuwa imejaa hali ya kuteseka na hali ya kifo. Pande inageuka mara moja, pande hiyo ingine inaanza kuona mambo katika uwazi wa kulingana na vile neno la Bwana linaowaka, si mbele yako, si kwa mawazo yako, lakini kwa moyo wako. Ni kwa sababu ni kwa moyo neno linaleta msaada. Ni kwa moyo neno linaleta linaleta nuru. Bwana asifiwe. Kulingana na vile neno linapopokelewa na mawazo yako, ndio linaingia ndani ya moyo wako. Na vile linavyoingia ndani ya moyo wako, ndio aidha linaleta nuru lile neno, ama unakaa tu katika giza, sababu umelipokea neno kulingana na vile unavyotaka, sio katika imani ndani ya Kristo Yesu. Imani ya msalaba. Bwana asifiwe. Number 13. Wacha tu nisome. Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Number 14. And the word was made flesh, and the word, see your word, and the word was made fresh. So wakati ninanena kuhusu light is a passion, Christ. Tena hapa nimeona jambo lingine.
and the word was made flesh. Lile neno lilifanyika mwili fresh. Nashukuru Bwana sana ni kwa sababu nimefafanulia ya kwamba katika roho yule neno Christ, wakati nimemtambua kama Kristo, Mungu mwenyewe, wakati alipokuja ulimwenguni aliuvaa mwili wa mwanadamu fresh. Wakati alipouvaa mwili wa mwanadamu, neno linasema, and dwelt among us, and we behold his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Wakati alipokuja ulimwenguni aliuvaa mwili wa Kristo, mwili wa mwanadamu. Nani? The word. Who is that word? Christ. Na tena Christ ndio tumeona pale juu, the right. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati anapoingia ndani, wakati amekuja ulimwenguni na kuvaa mwili wa mwanadamu, maandiko mwili wa nyama, yes, mwili wa nyama, neno linatuambia kwa Kiswahili, naye neno alifanyika mwili, yes, akakaa kwetu. Neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Kwa hivyo hata saa hii niko hapa, neno ako hapa. Christ is in me. Christ is working in me. Bwana asifiwe. Akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Utukufu wake tuliuona sababu yeye aliye light ako ndani yetu, anakaa kwetu. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Yes, ule utukufu haukutokea ulimwenguni, haukupatikana katika ulimwengu, ulipatikana kutoka kwa Baba, sababu ni Christ, mwana wa Mungu. Mungu akamtuma mwana. Mungu akamtuma mwana, na yule mwana aliyemtuma ni Mungu tu. Alimtuma Mungu, akamtuma Mungu ulimwenguni, aje ulimwenguni aweze kuvaa mwili wa nyama wa mwanadamu. Kwa hivyo Yesu alikuja kama Mungu, akaupokea mwili wa mwanadamu akiwa tu Mungu. Na wakati alipouvaa ule mwili haukuzuilia kazi ya uungu ifanyike ndani yake. Na ule uungu haukuzuilia kazi ya wanadamu na ulimwengu ikose kufanyika ndani yake. So Christ alishinda katika roho na akashinda katika mwili. Uwezo wote wa Mungu na utukufu wake wote ulimfanya Kristo aweze kusimama katika uwezo wote, katika nguvu zote na mamlaka yote, na akaweza kuwa, jina lake limekuwa kubwa kuliko majina yote ulimwenguni kwa uwezo wote wa Mungu. Alimwezesha kufa msalabani, kuzikwa kama vile tu tunazikwa, na siku ya tatu akatoka kuzimu, akafufuka kutoka kuzimu, na akaweza kufufuka na wale wote walioamini ya kwamba hiyo kazi ameifanya ni kamili na ni safi kwa ajili yetu sisi wanadamu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtu wa Mungu, wokovu sio ule tu uko kanisani, sababu makanisa iko na wokovu aina mingi sana, wokovu mbalimbali. Wokovu ni mmoja tu kamili, ule unazungumzia kuhusu msalaba wa Kristo Yesu. Yule alisulubishiwa, akafa, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka
akatoka kwa wafu, akaingia kwa Baba, kuonyeshana kazi yake imekamilika. Yesu alipigana na kifo. Yesu alipigana na hali za kila aina. Udhaifu wote wa mwanadamu akaumaliza. Uoga wote wa mwanadamu akaumaliza. Kifo kile kilikuwa kimemzungukia mwanadamu akakimaliza. Alikimaliza kwa njia gani? Katika imani iliyokuwa ndani yake kabla afe, ilimpeleka mpaka shimo akafa. Lakini kile kifo kikiwa kinafikiria kimemweza, kama vile alivyonena kwa imani ya kwamba na siku ya tatu nitafufuka, ukweli ni ya kwamba the third day he resurrected, alifufuka. Na ule ufufuo ndio unaonyesha ya kwamba mwanadamu aliokolewa. Bwana asifiwe. Mwanadamu aliokolewa. Hakuokolewa kwa uweza wake, hakuokolewa kwa nguvu zake, hakuokolewa kwa mamlaka yake. Aliokolewa ni kwa sababu mwana wa Mungu Kristo Yesu alifanya kazi moja ya kutosha ya kuingia katika kifo na kusurubisha na kufufuka siku ya tatu, akiwa na uwezo wote na nguvu zote na mamlaka yote, akiwa ameshinda kuzimu. Kila kitu akawa amekipangua, na njia yoyote kilikuwa kimepangwa alikipangua. Haleluya! Alipangua kila kitu kilipokuwa kimepangwa, akakipangua, akakiharibu. Ufalme ukaanza upya. Katika kitabu ya Romans, watu wa Mungu, katika kitabu ya Romans 10:4, katika kitabu ya Romans 10:4 inasema ate for Christ is the end of the law. Law yoyote ilikuwa katika ulimwengu ilikuwa imekuja na Musa. The one says for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Nani alikuja na imani? Nani alikuja na akiwa amebeba faith? Ni Christ. So alikuja akaondoa roho ile ilikuwa inatumika katika works. Roho ile ilikuwa imejaa works ndani yake, kazi ndani yake. Akaiondoa, akapeana neema, grace. Kwa yeyote yule atakaye amini hiyo neema, na hiyo neema ni Christ tu, aweze kuhesabiwa kuwa haki. Kwa hivyo ulimwengu ulitoka kwa kazi, kwa works, ukaingia kwa grace, ukaingia kwa neema. Ate theo imire thiine wa mawira mayo kwitokera sheria ya Musa, Jesu akiingiria thĩ yothe thiine wa witikio utaumanite na mundu na utarutĩirwo wĩra nĩ mũndũ. Ni kwa neema sisi tumefanya nini? Tumeokolewa. Katika kitabu ya James, wacha nione James, katika kitabu ya James 1, wacha tuangalie pamoja nawe 18. Of his own will, yes, of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. Ati kwa kupenda kwake mwenyewe
alituzaa kwa kupenda kwake mwenyewe. Nani? Christ. Nani? Word. Nani? Right. Bwana asifiwe. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli. Alitutoa katika neno lile lilikuwa dhaifu, lile halilikuwa halina mazao yoyote. Yeye kwa kupenda kwake yeye mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama libuko la viumbe vyake. His creature. Wewe ni kiumbe chake. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa kasi tu ya msalaba, kwa kujipendea kwake na kuingia katika kifo ya msalaba, akasulubishwa, baadaye akafufuka. Na kwa wote wale walioamini, kwa wale wote walioamini, those believe, waliweza kupokea wana kutoka kwake yeye. Bwana asifiwe. Namshukuru Baba yangu kwa neema na kwa imani amenipa katika uweza wake wote. Mimi ninauona uhodari wa imani katika msalaba. Mtu yeyote yule anafanyika kuwa hodari. Mtu yeyote yule anafanyika kuwa hodari ni yule anaamini kazi ya msalaba, si mwingine. Ni yule anayeamini kazi ya msalaba. Imani katika msalaba, hiyo ndio itamfanya mwanadamu yeyote yule aweze kuingia katika uzima wa milele pamoja na Christ Jesus. Christ aliletwa kutoka mbinguni ndio aweze kuja katika ulimwengu, aweze kuonyeshana, kureveal. Hallelujah. I'll reveal God. Aonyeshane Mungu, the image of God. Christ alikuja ndio aweze kuonyeshana the image of our Father. Kwa sababu yeye mwenyewe, neno linasema katika kitabu ya Hebrews, yeye ndiye image kamili ya vile Baba alivyo. Kwa hivyo wakati ninapomuona Christ, ninamuona God. Wakati ninapomwamini Christ, ninamwamini God. Hallelujah. Wakati nimeingia ndani ya God, ya Christ, nimeingia ndani ya God. Wakati ninapotembea na Christ, ninatembea na God. Wakati ninapohubiri Christ, ninahubiri God. Wakati ule ninaponywa na Christ, God ndiye ananiponya. So, yeah, Christ is the likeness of God. Bwana asifiwe. Christ. Na ninashukuru Mungu kila wakati kwa sababu ya kunifanya niweze kutambua who is Christ in my life. Jesu no thini wa muturire wakwa. Jesu si wokire kunyonia Ngai, wira wa Ngai na meciria ma Ngai, no ria Ngai endaga, nendaga atia kuma kiambiriria. Hallelujah. No ria endaga muturire-ini wakwa wothe, ngimenya gutiri undu ungi isipokuwa tu amani, umoja na upendo.
na nikajua ati mapenzi yake kwangu nikae ndani yake kupitia mwanae, na nifanye wengi waweze kutambua hii siri iliyofichwa ndani ya mwanae Kristo Yesu kupitia scriptures. Hallelujah. Oyo niwe ngwenda ona ena irema moko na maguru adirikanagia sidirikanagia mutheraba ndawona uguo udirikanagia thogora uria ndoimire ndona mutheraba ukadirikania mara moja nilinunuliwa kwa gharama, nilitoka gharama. Kuna mtu aligharamia ndio niweze kufika mahali nimefika. Kuna mtu aligharamia ndio mimi niweze kuitwa mwana wa Mungu. Kuna mtu aligharamia ndio niweze kutoka katika kifo. Kunaye aligharamia ndio mimi niweze kuwa vile nilivyo. Hallelujah. Na hiyo gharama hakuna mwanadamu wa ulimwengu angeweza kuilipa. Yeye tu ndiye alikuwa na uwezo. Oh, hallelujah. Bwana asifiwe. Oyo niwe ngwenda ona rina irema moko na maguru sidirikanagia thogoro uria ndoimire. Oyo niwe ngwenda ona rina irema moko na maguru sidirikanagia thogoro uria ndoimire. Ndagurirwo ndoimire thogora munene muno. Ilitoka katika gharama ndio nifike mahali nimefika. So nikiendelea kusoma ule mstari nilikuwa nimeutaja wa kwanza, niliutaja nikasema 1 Corinthians 1:18 inasema 1 Corinthians 1:18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is power of God. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi. Yes, wacha nijaribu kunena kwa kusaidiwa na Roho Mtakatifu, sababu mahali hapa mawazo yangu haiwezi toshelea na haihitajiki. Ni watu wengi sana wako ulimwenguni wanaosikia neno la Bwana na wanalisoma kabisa, wanaenda kanisa na wameokoka, lakini hawajui maana ya kazi ya Kristo katika msalaba. Hawatambui kile kimefichwa pale ndani ya lile neno. Wao wanalisoma na wanasikia kabisa wametoshereka ndani ya kile wamekisoma, lakini neno linaniambia ya kwamba kwa wao ni upuzi. Bwana asifiwe. It's a foolishness. Na watu wale si kupenda kwao, ni kwa sababu wameongozwa na tamaa zao. Wameongozwa na tamaa zao. Tamaa zao ndio zinazuilia wakose kutambua kazi ya msalaba wa Kristo. Wanaongozwa na akili zao. Wanaongozwa na vile wanataka. Wanaongozwa na utajiri wa ulimwengu. Maandiko ikatuambia ya kwamba kuna mtu mmoja alienda kupanda mbegu, na mbegu moja ikaanguka kwa mawe, ingine ikaanguka kwa miba, ingine ikaanguka kando ya barabara, ingine ikaanguka katika mchanga mnono. Zile mbegu nyingi
zilianguka mahali hapana faida yoyote baada ya kuchipuka. Ile ilianguka kwenye mawe, kwenye miba, kando ya barabara, yote iliharibiwa. Yote haikuleta faida. Huyu ni mtu aliye ndani ya kanisa. Anaingia ndani ya nyumba la Bwana akiwa na masumbufu mengi, akiwa na tamaa nyingi, akiwa na shughuli nyingi. Na wakati ule ako pale mhubiri akihubiri, lile neno alimsaidii. Wakati anapoinama ndani ya neno kulisoma, analipokea neno la Bwana pasipo na ufunuo, sababu hakukubali lile neno liingie kwake katika ufunuo wa Roho wa Bwana. Ako vile tu alivyo, kwa sababu hivyo ndivyo anavyotaka. Nalo neno wakati linapoingia ndani linamfanyia kuwa mpumbavu, sababu hana haja kuyatambua yale yamefichwa ndani ya lile neno. Wacha nikusomee tukiwa pale Corinthians hiyo. Wacha nikusomee katika kitabu ya Roman 10:1. Roman 10:1. Tuone kanisa ya Warumi ilikuwa namna gani. Kanisa ya Warumi, neno linasema ya kwamba Roman 10. Kanisa ya Warumi, neno linasema ya kwamba ati ndugu zangu, ni Paul alikuwa ananena mambo haya, tukiendelea na ile pande ile ya 1 Corinthians. Ni sample ninajaribu kuangalia linganisha. Ati ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Paul wakati alipokuwa katika kanisa ya Warumi, alikuta washirika wote wale waliokuwa katika hiyo kanisa walikuwa wanasema wameokoka, lakini Paul kuwatazama tu hivi akajua na akatambua hawajaokolewa. Hivyo ndivyo makanisa hata siku ya leo ilivyo. Paul akaendelea kusema, kwa maana wanashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu. Yes. Hata wale hawajatambua neema ya Kristo katika msalaba, wako na juhudi kubwa sana ya kumtafuta. Wako na juhudi kubwa sana. Wanafanya everything ndio wahakikishe Mungu amewapenda. Ndio wahakikishe wamejulikana na kuyatenda mambo ya ajabu na mambo mema. Lakini Paul wakati alipowagundua hakukimia. Alinena kuyatambulisha ya kwamba watu hawa hata kama wako na juhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Hawakuwa na maarifa. They have no knowledge. They have no knowledge ya kutimiza na kusimamisha kazi ya Mungu iweze kufanyika katika haki ndani ya mioyo yao. Namba 3 ikasema, kwa maana wakiwa hawaijui haki. Wao wanasema wako na haki, ni watakatifu, ni wakamilifu. Lakini Paul aliwasikiliza ushuhuda wao, akasikia na akaona ya kwamba kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka
kudhibitisha haki yao wenyewe. So walikuwa hawako na kazi na haki ya Mungu. Walidhibitisha, walionyeshana haki yao wenyewe, wakifikiria kile wanaoonyeshana ndio Mungu anataka. Ati hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Lakini Paul akataka kuonyeshana juhudi walionayo ni ya ulimwengu tu. Haina kitu inaweza nena kuhusu ufalme wa mbinguni na kazi ya Kristo Yesu ya msalaba. Kwa na njia gani? Juhudi haki yao wenyewe. Hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Kanisa likuwa limejaa watu, likawa halina maarifa yoyote kumuhusu Christ, kumuhusu Mungu na mapenzi yake. Na ndio tulisoma mstari wa 4 ukatuonyesha juhudi yao yote ilikuwa bure, sababu walikuwa wanatawaliwa na kifo ndani ya mioyo yao. Walikuwa wanatawaliwa na sheria ile iletao kifo katika maisha yao. Mpaka sasa Christ akajitambulisha kwao. Paul akanena kazi ya Christ vile wanafaa kuitambua ndani yao, ndio waweze kuondoka katika haki yao, kuonyesha haki yao wenyewe, ndio waweze kuonyesha haki ya Mungu. Na ndio hiyo mstari inasoma, kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria. Ile sheria walikuwa wamerely on, ikawa haina maarifa yoyote, haina uwezo wowote wa kuwafanya kuwa wana wa Mungu. Yesu wakati Paulo akasema Kristo wakati alipokuja katika ulimwengu, kazi yake ya kwanza ilikuwa kuondoa sheria, ndio msalaba wa Kristo uweze kukamilika. Sababu msalaba wa Kristo haugekamilishwa na sheria. Msalaba wa Kristo haugekamilishwa na haki ya mwanadamu. Msalaba wa Kristo ulikuwa unasimamishwa na kuhakikishwa kupitia nini? Ili kila aaminie ahesabiwe haki. Kupitia kuamini ule msalaba. Kazi iliyofanyika ndani ya msalaba, juu ya msalaba ama ndani ya msalaba, kazi ile iliyofanyika pale, hiyo ndio ukamilifu wa haki ya Mungu mwenyewe kupitia Christ. Hallelujah. Watu wanahitaji kutambua kile Yesu Kristo aliyokuja nacho ulimwenguni, ndio waweze kutoka katika matendo yao waingie katika tendo moja la haki kutoka kwa Mungu. Katika kitabu ya John 5 neno linasema ya kwamba John 5:38, wala neno lake hamnalo lakika ndani yenu, kwa kuwa ninyi hammwamini yule aliyetumwa na yeye. Unaona, neno la Mungu hamnalo ndani ya mioyo yenu. Neno la Mungu hamnalo ndani ya mioyo yenu. Yes, hiyo ninasoma ni John 5. Nimesoma mstari wa 38. Tukienda juu kidogo nisome mstari wa 37. Ati naye Baba aliyenipeleka amenishuhudia. Sauti yake hamkuisikia wakati wowote, wala sura yake
hamukuiona. Kwa hivyo hakuna mtu aliweza kuiona sura ya Mungu wala kuisikia. Sura ya Mungu wala kuisikia hakuna hata mmoja. Akasema ya kwamba namba hiyo ni 36 to 37 38 sasa. Wala neno lake hamnalo likikaa ndani yenu, kwa kuwa ninyi hammwamini yule aliyenituma na aliyetumwa na yeye. Nani aliyetumwa na Baba? Na yeye ndiye chapa kamili ya vile Mungu alivyo, ni Christ. So pasipo kumwamini Christ, neno limetuambia ya kwamba hatujawahi msikia Bwana, kumuona Bwana, ya sababu hatumwamini yule aliyetumwa na yeye. Christ is the way. Hallelujah. Jesu niwe njira ya kuona moyo. We mwene niwe njira. Jesu ndagoka gutuonia njira. Yesu akuji ulimwenguni kutuonyesha njia. Kama njia ilionyeshanwa John the Baptist alimwambia nyosheni mapito. Ndiye yule atakaye kuja aweze kuingia. Yesu hakuja kutuonyesha njia, alikuja akiwa njia. Yesu hakuja kutupa light, yeye mwenyewe ndiye light. Bwana asifiwe. Yesu mwenyewe hakuja kutupa ukweli, yeye ndiye ule ukweli. Tusipotambua mambo haya kwa undani, tutataka tu kumpitia. Yes, lakini sio mambo na kumpitia, ni mambo na kumpokea. Aweze kuwa mwokozi, aweze kuwa uzima. Yeye hakuja kutupa uzima, yeye ndiye ule uzima. Ule uzima ni yeye. Wacha tusome nawe katika kitabu ya 39. Mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani. Watu wengi ni kufikiria, wanadhania wako na uzima wa milele kwa sababu wanasema Yesu ndiye njia. Yesu amenionyesha njia. Wapi? Yesu mwenyewe ndiye njia. Lakini ile njia hiyo kamili hauitambui. Na ndio unazunguka huku na kule ukitafuta mambo yale yatakaofanya wewe uweze kutambua una Mungu. Hata pasipo jambo lolote kufanyika, inafaa uweze kuamini yuna Mungu. Mwizi msalabani hakuna kitu kingemfanya aweze kuamini yuna Mungu, sababu alikuwa mwizi na alisulubishwa ni kwa sababu ya kuwa mwizi. Lakini alimwamini yeye akiwa tu mwizi, akamwamini yeye ako na uwezo wa kumpeleka katika nafasi ile nzuri. Alimwamini, akamwambia na unikumbuke wakati utafika. Na Yesu akamwambia, mahali nitakuwa jioni ya leo, tutakuwa pamoja. Hallelujah. Mahali niko asubuhi ya leo, tu pamoja. Yu ndani yangu na mimi ndani yake. Ninenayo ni yake amenipa, nitendayo ni yake ametenda. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you my Lord. Thank you my Father. Sauti yote itokao ndani yangu
mlio wa Amba Father, ni yeye aniombeaye ndani yangu. Hallelujah. Akasema number 40. Wacha nirudie 39. Wayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndio yanayo ni shuhudia. So wanaushuhudia kitu hawajui, wanashuhudia kitu hawajatambua, sababu neno ile wanayonena juu yake haina faida yoyote ndani yao. Paul akatambua, John akatambua, na kanena hayo. Hiyo neno hata kama mnalijua, ni kudhani tu mnadhani, ni kuesiria muresiria. Umaithine wa mesiria, igira ithine wake. Umaithine wa gwesiria, igira ithine wa reality. Mesiria macio reke magaruruke, mehere uhoro-ine wa gwesiria, maigire thine wa reality. Na reality ni gwitikia ati ucio atumire niwe. 40 roiga atiriri, wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Uzima haupatikani kwa kudhania. Uzima haupatikani kwa kulisoma neno. Uzima haupatikani kwa kuokoka. Uzima unapatikana kutokana na mtu. Yesu ndiye uzima wa milele, na asipoingia ndani yako, asipokaa ndani yako, usipompa hiyo nyumba mwili wako aweze kukaa ndani, mtu wa Mungu, wadhania tu ati una uzima wa milele. No gweciria ureciria tu ati we ni wamukirite uthamaki wa iguru. Uthamaki wa iguru nduonekaga na njira ya gwiciriria kana kwiriria. Uthamaki wa iguru ni uhoro wa gwitikia. Uthamaki wa iguru wamukagirwo na uhoro wa gwitikia wira ucio Kristo Jesu arutire mutharabaini, ati imani iyo igutwaraga igagukinyia kuu Jesu, wira-ini ucio wa Jesu. Ukaga kuona Jesu mutharabaini riu. Jesu ariuka thĩinĩ wa, na nĩkĩerire atũmwo, gũthiĩ gwakwa nĩ gũka gwakwa. Gũthiĩ gwakwa nĩ gũka gwakwa. Gũthiĩ gwa Kristo kwĩ Baba kwĩonania nĩ gũcoka thĩinĩ witũ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa ndathiĩ ndikamũtiga ta ciana cia ngoriai, nĩ kũmũtũma ngatũma muteithia, nĩ gũcoka ngacoka njikarage hamwe na inyuĩ, ti physically ni spiritually, kwenda ndani yangu mara moja. Hallelujah. Na sasa utawala wake wote, kazi yake yote inafanyiwa ndani yangu. Rikarabakarababoja, leteso rikarababuka. Hallelujah. Yufanya kazi yote ndani yangu. Mamlaka yake yote imo ndani yangu. Uponyaji wake wote umo ndani yangu. Haki yake yote imo ndani yangu. Vile alivyo hivyo ndivyo nilivyo. Msamaha ule aliweza sameheana, niliupokea mimi, na huo msamaha ukaingia ndani yangu. Nikasamehewa dhambi zangu na makosa, na nikafanyika kuwa mwenye haki. Hallelujah. Asubuhi ya leo nataka uweze kuamini
ya kwamba wewe na Kristo mmefanyika kuwa mmoja. Kazi ya Kristo ndani yako inafanyika kama vile alivyokuwa anafanya kutoka mwanzo. Na wakati alipoingia ndani yako, wakati ulipomwamini, magonjwa yote na giza yote na hali yoyote ilikuwa katika mchafuko ilikwisha. Si leo inakwisha. Hatuneni kuhusu kazi ya saa hii, tunanena kuhusu kazi iliyofanyika miaka 2000 imepita. Yesu amemaliza kazi. Mungu alimaliza kazi. Yesu alimaliza kazi. Tumekalia kazi imekwisha ya msalaba. Kwa neema yake Kristo Yesu, mimi nimefunguliwa macho yangu ya rohoni. Na sasa ninaona upya neno la Bwana, sio vile nilivyokuwa ninaiona wakati nilikuwa gizani. Haleluya. Pendo lake Yesu Kristo alilonipenda nalo kutoka before the beginning ama creation, alifanya nini? Upendo huo alinipa. Kazi yangu ni kufurahia ndani ya huo upendo. Kazi yangu ni kuonyesha watu ule upendo. Kazi yangu ni kuambia watu, oi muliponywa ni mwaho nilio miaka ngirigire metuku. Mulimo zero wakanza wethini waku ndore na hinya. Rufora rwange kuona ruo rukire hathini waku. Ni rwahotirwo ni wira wa Kristo wa mutharafa. Hauna kifo ndani yako. Ufalme wa Bwana ni ufalme wa ajabu katika maisha yako. Oh, hallelujah. Huyo ndiye Bwana yule nilikuwa ninatamani. Nilikuwa ninatamani kumjua. Na sasa naendelea tu, sijamtambua vyema. Naendelea tu kumtambua. Vile tu ninavyosoma neno lake, ndio ninaendelea kuponywa mahali zote zile. Ya, vile ninaendelea kulisoma, ndio mawazo yangu inaenda ikibadilishwa. Moyo wangu umebadilishwa tayari. Haleluya. Sina lawama yoyote moyoni mwangu. Sina hukumu yoyote moyoni mwangu. Sina kazi yoyote ya ulimwengu moyoni mwangu. Kile ninacho ndani ya moyo wangu ni Kristo only, the word of God. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na mtukuza yeye amekalia kiti chake cha enzi ndani yangu. Kwa msaada wa Kristo Yesu yule aliyenifia, ndio niweze kukamilika katika ukamilifu wote katika haki. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana ni kwa sababu ya time na kibali kikuu amenipa cha kunena utukufu na neema yake. Nashukuru Bwana jioni asubuhi ya leo, sababu hatujafika saa 6, nikikwambia katika neema ya Bwana wewe umechaguliwa. Katika neema hiyo ya Bwana wewe umefanywa mkamilifu. Katika hiyo neema ya Bwana umeondolewa dhambi zote. Katika hiyo neema ya Bwana umefanywa kuwa mwana. Katika hiyo neema ya Bwana wewe ni kiumbe kipya. Katika hiyo neema ya Bwana kifo hakina uwezo juu ya maisha yako na ndani yako. Katika hiyo neema ya Bwana familia yako itarudiana. Katika hiyo neema ya Bwana uponyaji katika mwili wako, katika viungo za ndani na za nje imefanya kazi. Inafanya kazi. Ilifanya kazi. Bwana asifiwe. Hallelujah. Katika hiyo neema wewe umeitwa mbarikiwa. Una utajiri wote. Umepokea umepokea ushindi wote. Mkononi mwako umebarikiwa. Biashara zako zimebarikiwa. Hallelujah. Kanisa lako limebarikiwa. Washirika wako wote wamebarikiwa. Ni kwa imani tu na kwa neema yake Kristo Yesu. Ile alitupa hivyo tu bure katika mstari
Roman 3:24. Katika kitabu ya Roman 3:24. Roman 3:24. Unasema, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Umehesabiwa haki hivyo bure. Ona gekena genanga ni kumenya hitho. Genanga ni kumenya hitho. Dimakaga ni aria mangiungana manjukirire. Tondu gikeno kiria githiini wakwa matingikihota. Hitho iria ithiini wakwa matingimimenya. Yes. Ugwe niguo nawe gwenda ukorwo hana. Ndukamake. Tiga kumakio ni rucio rwaku. Watonya thiini wake. We niwe ushugulikaga na maundu macio mothe. Yeye anashughulika. Yeye anashughulika. Bwana asifiwe. Sio mimi. Sio mimi ninayeweza. Lakini aliye ndani yangu anaweza. Na sasa anasema, wewe mgonjwa uliye pale, nasema upokee. Upokee uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo. Pokea amani yako, afya yako, uipokee katika jina la Yesu Kristo. Kuwa na favor mahali popote unapotembea, kubarika. Wale wote utahubiria, wacha wapokee lile neno na wapokee ushindi wa wokovu. Nataka tuombe na tutaweza kuendelea na mengine. Baba wetu Yesu Kristo, pokea sifa. Asante ni kwa sababu ya kibali hiki umetupa asubuhi ya leo. Kunena kwetu ndio kunena kwako kupitia Roho Mtakatifu. Uongozi wako ni uongozi wetu ni uongozi wako, sababu Bwana sisi twaiga yale yote unayoyafanya. Wewe ndiye baba wetu na wewe ndiye nguvu zetu na mamlaka yetu yote inatokana na wewe. Pokea sifa na utukufu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Nampenda, barikiweni sana na muendelee kuinua.